Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji unayenitazama na kunifuatilia mahali popote ulipo. Ninamtukuza Mungu kwa ajili yako. Heri ya mwezi mpya, ni mwezi wa 12. Wow, tumepata neema. Mungu ametubeba, ametufadhili, ametupa siku ya kwanza ya mwezi wa 12. Anasema kwenye kitabu cha Yoshua kwamba kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa kumiliki. Ile kwamba umeiona tarehe moja ya mwezi wa 12, lihimidiwe jina la Bwana, umekwisha kumiliki mwezi wa 12. Mungu wa mbinguni akubariki sana na hongera kwa hii neema. Tumerehemiwa na Kristo, si kwamba tumestahili, ametustahilisha tu yeye. Ni neema tu. Nimehurumiwa, umehurumiwa, umependelewa, nimependelewa. Si kwamba waliolala mauti ndani ya miezi 11 wao walitenda mabaya kuliko sisi. Ni huruma tu za Mungu, sisi tumebebwa. Lakini tu nikukumbushe mtu wa Mungu, ile kwamba umeiona siku ya leo, umeuona mwezi wa 12, yani mwezi wa mwisho wa mwaka 2025. Umeisha kanyaga ndani ya mwezi huu mpya wa 12 na ndio mwezi wa mwisho. Si kwamba Mungu amekuacha kwa bahati mbaya. Si kwamba nipo kwa bahati mbaya, si kwamba upo kwa bahati mbaya. Tupo kwa ajili ya lile kusudi la Bwana. Kwa ni kuombe mtu wa Mungu, hakikisha unapambana usimalize vibaya. Hakikisha unamaliza mwaka vizuri. Hakikisha unamaliza mwaka na Yesu. Usije ukamwacha Yesu ukataka kuvuka peke yako. Hautavuka. Kwa hiyo hakikisha unakaa na Yesu ili tumalize na Yesu vizuri. Okay. Uliko na mimi Lydia Kagisa, nikukaribishe sasa kwenye kipindi cha Mwanamke Inuka. Bado nina mazungumzo, tupo tunazungumza, tupo tunapeana maarifa, tupo tunajifunza. Ninajifunza, unajifunza. Neno la Mungu ni jipya kila siku na hekima ya Mungu inaachiliwa kwetu kila siku kwamba ni mpya. Kwa kama ni mpya naihitaji na wewe unaihitaji. Leo nataka kuzungumza na yule mwanamke mjenzi. Na yule mwanamke mjenzi bado tunazungumza, kuna vifaa vya kutusaidia kujenga, si ndio? Tuliona sadaka, tumeona maombi. Leo nataka kuna kitendea kazi kingine ninachotaka kukizungumza. Ni kwa dakika chache tu. Ni kitu ambacho tunakichukulia kawaida, lakini ni zana na ni silaha nzito na nguvu na yenye nguvu ya kutusaidia kujenga. Unanielewa mwanamke mwenzangu? Zana hii ni zana gani? Utulivu. Utulivu kama zana ya kutusaidia kujenga. Sisi ambao tumewekwa kama wajenzi. Sisi ambao tumewekwa kama walinzi. Kwa huwezi kujenga bila vitendea kazi. Utulivu ni kitendea kazi kimojawapo cha kukusaidia kujenga familia yako, kujenga ndoa yako, kujenga uchumi wako, kujenga imani yako na kujenga kila kitu unachokihitaji kwenye maisha yako. Kitakachokusaidia ni utulivu. Nimeona watu wengi wanafanya maamuzi ambayo yamekuja kuwagharimu baadaye. Unakuja kujiuliza kwa nini hiki kimetokea? Ni kwa sababu huyu mtu alikosa utulivu. Dunia hii tulikwisha kuonywa tangu kale na Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema duniani mnamo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo kwenye hii dunia tunayoishi ina dhiki, ina mambo mengi. Ili tuweze kuvuka salama katika hayo mambo mengi yenye changamoto, yenye kuuliza, yenye kutoa machozi, yenye kuumiza mioyo, yenye kujeruhi, tunahitaji utulivu. Amen. Hapa nazungumza na wewe uliyeokoka, nazungumza na huyu ambaye hata hajaokoka. Najua hapa natazamwa na nafuatiliwa na watu ambao tayari wanamjua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini kuna yule ambaye hajampa Yesu maisha kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninazungumza na wewe mwanamke, kama unajua hujampa Yesu maisha, hakikisha unampa Yesu maisha, kwa sababu ujanja wote, uzuri wote, urembo wote unastirika ndani ya wokovu. Hivi vitu vingine hata ukiwa mzuri kiasi gani kama una Yesu ni ubatili. Ukiwa mlembo kiasi gani, una fedha, una mali, nje ya Yesu vyote ni ubatili. Wanasema uzuri udanganya na upendeleo udanganya, lakini mwanamke amchaye Bwana, huyo ndiye atakayesifiwa. Na uweze kuitwa mchaji kama hujaokoka bwana. Hakikisha unaokoka, unampa Yesu maisha, ndipo na huo utulivu na uzungumza utakuwa na impact kwenye maisha yako. Na ukiwa umeokoka, Roho Mtakatifu yuko hapo, anatulia. Hata katikati ya jazba, ghadhabu, mitikisiko, yeye Roho Mtakatifu anakuja. Anazungumza na wewe kama rafiki yake kwa upole, anakuambia hapo nyamaza, usijibu, usiende, usifanye. Lakini nje ya wokovu ina maana Roho Mtakatifu hayupo.
Kama hayupo, ina maana nitajikuta nafanya vitu ambavyo vitakuja kunigharimu baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimezungumza kwamba utulivu ni silaha ya kutusaidia sisi kufanya vitu vizuri, au kutuvusha hata mahali ambapo tulitakiwa tuangamie, au kututoa kwenye shimo ambapo tulitakiwa sisi tudumbukie. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa mtu mwenye utulivu, maamuzi yako yanakuwa maamuzi sahihi sana. Kwa sababu hautakurupuka katika kujibu. Hautakurupuka kutenda kile unachowaza kukifanya. Unakuwa na utulivu. Ngoja nikusomee huu mstari, na ninapousoma utafakari tu vizuri. Ile Isaya 30 mstari wa 15, neno la Mungu linasema, Isaya 30 mstari wa 15 nasema, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kumtumaini, lakini hamkukubali. Hebu sikiliza hii sentence, anasema kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe. Hapa anapozungumza kwa kurudi na kustarehe, si kwamba unastarehe kwa sababu kuna mazuri huku nje. Si kwamba unastarehe kwa sababu kila kitu is well. Kuna uko kwenye wimbi, uko kwenye mtikisiko, lakini anataka ustarehe. Sio tu kustarehe, anasema katika kustarehe huko ndiko mtaokolewa. Na kwenye ukolewa anasema na nguvu zenu zitakuwa katika kutulia. Kumbe ndani ya kutulia ndiko kuna nguvu. Ndani ya kutulia ndiko kuna kuokolewa. Kuna watu ndoa zimevunjika kwa sababu ya kukosa utulivu. Kuna watu wamekosa kazi kwa sababu ya kukosa utulivu. Kuna watu watoto wao wameharibiwa kwa sababu wamekosa utulivu. Mwanamke mwenzangu, hakikisha unakuwa na utulivu. Tumejikuta tunapitia kwenye mambo magumu. Ni kweli, sikatai wapendwa wangu katika Kristo, kwa sababu na mimi ni mwanamke, ninaelewa mahali tunapokuwa tunapita, mitikisiko tunayokutana nayo. Lakini ni kuombe katika jina la Yesu, pressure, panic, hasira, magomvi hayajawahi kuleta suluhu katika jambo lolote. Mahali palipo na suluhu ni mahali palipo na utulivu. Amen. Ndio nasema tuipishe ghadhabu ya Bwana. Kwa nini uipishe? Wewe tulia, kaa zako pembeni. Muache Bwana afanye anachotaka kukifanya. Anasema kwa kurudi. Kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Ili uokolewe, ili uvuke hapo, hakikisha unastarehe. Na sio tu kustarehe, anasema nguvu zenu zitakuwa katika kutulia. Ndani ya utulivu kuna nguvu ya kutusaidia. Na kwa nini nguvu ziko kwenye kutulia? Kwa nini nguvu? Ukiwa kwenye utulivu, ndio maana nimesema palipo na utulivu Roho Mtakatifu yuko hapo. Atakufundisha, atakuelekeza, atakushauri, atakuonyesha njia sahihi kwamba fanya nini kwenye hili jambo, endaje kwenye hii njia, usipite hapa, kanyaga hapa. Lakini ukisha kuwa na dhoruba na mawimbi, Roho Mtakatifu huwa anaondoka. Yesu huwa hayupo kwenye hizo mitikisiko. Mungu huwa yupo kwenye njia ya kututoa. Anasema yeye ni njia ya kweli na uzima. Na njia za kututoa zina yeye, za kutoa mautini, za kutoa kwenye mawimbi, za kutoa kwenye mitikisiko, zina yeye Yesu Kristo. Kwa hiyo ninapokuwa katika hali ya utulivu, ndipo anapokuja kunisemesha. Ndipo mimi ninaelewa kwamba okay, pamoja na hili jambo limetokea, lakini mimi mwenyewe nilikosea hapa, au mimi nisingefanya hivi ili jambo lisingefika hapa. Kwa hiyo najijua mimi kosa langu liko wapi, na mwenzangu labda amekosea wapi, au ili jambo limetokea kwa sababu gani. Ninajua namna gani ya kusolve, kwa sababu Roho Mtakatifu yupo hapo kunifundisha. Lakini katikati ya paniki na jazba na hasira, huwa hakunaga maamuzi sahihi, kwa sababu Roho Mtakatifu kama mwalimu, kiongozi na rafiki huwa hayupo hapo kutufundisha na kutuelekeza. Ndio maana nasema nguvu zenu zitakuwa katika kutulia. Amen. Nguvu zetu zitakuwa katika kutulia. Kwa hiyo katika kutulia, mwanamke mwenzangu, ndiko kuna nguvu. Watakucheka, watasema hivi uliwezaje? Kumbe ni ile neema na nguvu ya kutulia ndani yako ndio imekusaidia kuokolewa, ndio imekusaidia kuponya ndoa yako, ndio imekusaidia kusolve kwenye kazi zako, kwenye biashara, kwenye kila kitu. Kwa hiyo ni kuombe mwanamke mwenzangu, silaha nyingine ya kukusaidia kujenga ni kutulia. Ukikosa utulivu utaivunja ndoa yako. Ukikosa utulivu utaharibu kazi zako.
zako. Ukikosa utulivu utafanya vitu ambavyo haviko sawa, kwa sababu katika kukosa utulivu hakuna namna utaamua maamuzi yaliyo sahihi. Tunaamua maamuzi sahihi katika utulivu, kwa sababu mwenyewe utakuwa huna pressure tena, unamsikiliza Mungu, unagundua kwamba hiki kimeenda hivi. Kuna wakati mwingine vingine unavipuuzia tu, una vitu vingine unavidharau kwa sababu umetulia. Lakini ukishindwa kuwa na utulivu katika jambo lolote, maamuzi yako yatakuwa sio salama, maamuzi yako yatakuwa sio sahihi. Kwa hiyo niwaombe katika jina la Yesu, anasema nguvu zetu zitakuwa katika kutulia, kwa sababu katika hali ya hasira, uchungu, huwezi kuomba, huwezi kuwa na maamuzi yanayoeleweka. Kila kitu utakachokiamua mwisho wa siku wewe mwenyewe utakuja kujutia. Ndio maana nasema ningejua uja baadaye. Kwa tusisubiri kufika kwenye ningejua, tutulie. Katika jambo lote unalolipitia, hakikisha unaomba kuwa na utulivu. Hakikisha unamuomba Mungu akusaidie. Wakati mwingine huwa napenda kuwatania na wachekesha wanawake wenzangu, nawaambia hivi, huu utulivu ni process, sio jambo la kufumba macho na kufumbua kwamba tayari nimeingia kwenye utulivu. Imba, msifu Mungu, imba zaburi, mtukuze Mungu. Yani jitengenezee kitu ambacho kitakusaidia wewe kuiponya nafsi yako ambayo iko kwenye mahangaiko. Ukitoka hapo, tafuta kitu unachokipenda, fanya sio kitu cha anasa au dhambi. Fanya kitu ambacho unajua wewe unakipenda. Unapenda kuvaa vizuri, vaa. Unapenda maua, tengeneza maua. Tafuta soda yako, kaa pembeni, kunywa. Unaitafutia nafsi yako hii ambayo iko kwenye mahangaiko utulivu. Ikisha kaa kwenye utulivu, ndio unaweza kuwa na maamuzi yaliyo sahihi. Watu wamevunja ndoa zao kwa sababu ya kukosa utulivu. Watu wameharibikiwa kabisa kwa sababu ya kukosa utulivu. Ndani ya utulivu ndipo kuna kumsikia Mungu, na ndani ya utulivu ndipo kuna kuponya kila kicho cha kwako. Kama mwanamke mjenzi, hakikisha unakuwa na utulivu katika kila jambo. Tuko kwenye mitikisiko, tuko kwenye mawimbi, lakini ndani ya hayo mawimbi na mitikisiko na mambo mazito tunayokutana nayo, silaha ya kutusaidia kuvuka hapo ni utulivu. Kwa hiyo nikuombe mwanamke mwenzangu, hakikisha unakuwa na utulivu katika jambo lolote. Usiamue jambo lolote ukiwa na hasira. Usijibu katikati ya hasira. Usijibu katikati ya uchungu. Hakikisha unaiponya nafsi yako kwanza, ndipo unajua ni nini nifanye. Kwa sababu ukisha iponya nafsi yako kutulia, hata wewe mwenyewe utasema hivi, kwa nini jambo si niliache tu, acha tu lipite. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko hapa anakushauri na unajikuta maisha yanaenda. Mungu wa mbinguni awabariki na watakia mwezi mpya mwema. Mungu wa mbinguni awatunze, awavushe salama katika jina la Yesu, awashike kwa mkono wa kuume wa haki yake. Tujikute wote tumevuka katika boti hii ya 2025, tuingie kwenye boti mpya 2026, na uso wa Bwana uende pamoja na sisi wote, tukashaini katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Ulikuwa na mimi Lydia Kagisa, mtendakazi katika shamba la Bwana. Ninajifunza, tuendelea ni kupeana maarifa. 2026 Mungu atupe neema ya kujifunza zaidi na kupanua wigo na kukua, ili wote tufaidika katika ufalme wa Mungu. Amen.